mwana mwenyi wa mlenjai bana balega tishulile mateo bitushi tunyeme bulegai tishulile mateo bitushi tunamune bulegai nuru Afrika yashwa wetine inyeme ya mtu ituna atuo inelukumbi sisteme nisina kimbao. Chako ambao tutakuwa tunampokea hapa kwetu leo ni mzee Kazembe Vianney Mineur, icône de la musique lega, mwenye tutakuwa naye hivi karibuni. Usikose jiunga nasi kwa interview hii. Lalou Africa, la lumière d'Afrique. Najua sisi katika ndani ya sanaa sanaa inaenda pamoja na presse. Ndio. Wakati unajiita msanii na mbaya usogelee presse hauko kitu. Yani presse kwetu ni kama vile chumvi, ni kama vile pilipili ndani ya supu. Ukakula chakula supu yenye haina chumvi, haina pilipili, haina onjo. Watu walikuwa wanajiuliza mzee Kazembe apatikane siku hizi, sijui nini ilikuwa shida. Na mzee Kazembe yuko, nilikuwa mgonjwa kidogo, nilikuwa na vidonda kwa stoma. Ndio. Lakini niko unajua hata mwili unaweza ukaume lakini kichwa kinaendelea kufikiri. Ndio. Na mikono iko donc kazi iko tu na kazi iko nafanyika kawaida. Sababu unawaambiaka kama muziki haiko football. Muziki ya mko wake veterana. Hao ndio ekipe ya ba veterana ya ndule ile hapana. Sababu mimi nakamataka football kama vile mwanamke 45 kama menopause. Mwanamke wa 45 hawezi zala tena. Tuko mjoueur wa 45 hawezi panda tena mterrain acheze kabumbu. Ndio. Ulipiga mkermesse de la paix, tunaona vile vile unaandaa kupiga Kalingi, sijui unakuwa unaandalia population ya Kalingi nini? Population ya Kalingi unaona kwangu mimi ni vitu vizuri ndio najua andaa. Ndio. Kama unaingia kama mtamasha zangu sana mimi simbake sherije teme nakupenda baby. Hapana sababu kwangu mimi ni mashauri kwangu ni yani education ya societe yenye tuko ama unaona kwetu ukaangalia hata pori ukaangalia barabara gisi inakuwa ukaangalia hali ya maisha yetu kwetu ni inspiration ni nyimbo tu inabidi kuendelea kuhimiza watu namna gani tutatoka mwile shida tuko amo. Ndio maana unaona makonser napiga makermese hivi naandaa kwa population ya Kalingi niko nahubiria watu juu ya upendo. Ndio. Sababu bila upendo bila umoja hatuwezi kitu. Na napigia watu juu ya autoprise en charge. Na kwa niko nawaambia se watashalu uchi shili shamwinyi iwabikonyi. Wakati wewe unatega mtego yako kigoni yako mumai na ikuwa samaki abata chekea mtoni sababu samaki zinakuwaka tu mwile mtoni. Batasema wewe mulitega ndio ujue tega. Japo samaki ziko mule. Donc ile iko kueveiller conscience ya peuple lega surtout wakaaji wa mtaa wa Mwenga na Shabunda na hasa hii vile ya Kamituga. Sasa tuko na vile moja tu hii Kamituga. Ndio. Mu espace lega tuko na vile moja tu ni Kamituga na inabidi tujiconcentre kwa kuinua, kwa kuitetea, kwa kuideveloper. Mbali na concert ya Kalingi, maprojet gani unaandalia population? Maprojet niko nafanya album. Niko naandaa tournée kama itawezekana sababu tuko na collaborer na batu fulani benye sitataja hapa. Ndio. Kuko ka instrument deja ke katani permettre kufanya tournée hapa mpaka Luino naingia Kitindi nifike na Shabunda yote. Sababu mie ni iko sensibilisation ya peuple lega juu ya éveil ya conscience yake et sur son autoprise en charge sur son développement maendeleo ya kwetu. Donc mimi natetea maendeleo ya mlega Kilega na Mulega kabisa. Na pale siwezi acha. Shauri gani utapatia vijana wa Kilega hasa ambao wanaanza zalau lugha? Vijana wa Kilega naweza waambia kwamba lugha ya mtu ndio identite yake. Ina faire partie culture ya mtu ina faire partie ya identite. Na wezi parler ya culture utamaduni yako bila kujua lugha. Lugha ndio ina vehiculer culture. Tujue lugha, tujue mila yetu na asili yetu. Ile ndio mtu bila asili, mtu bila lugha huko voiture sans moteur.
Mzee Kazembe Vianney tunakushukuru sana. Usikwe na nita tena mzee, mimi niko mineri. Niko msystem ya punguze madaje mwaka kesho ndakuwa adolescent. Asante sana. Mimi nashukuru sana, asante. Yaani tulikuwa na Mzee Kazembe Vianney kwenye video hii, umesikia mengi sana. Atakuwa kule Kalingi tarehe 1 na tarehe 2 ya mwezi wa 8. Usikose kujiunga naye, vile vile naandaa kuzunguka mnamo eneo ya Mwenga na Shabunda ili afanye clip moja ambayo itakuwa kwa faida ya watoto wa Kilega. Mimi ni Estash Babu, tukutane kwa video zingine. Nuru Africa inakuwa media yako. Crispin Tilanino Neosa alikuwa anashikilia kamera na ufundi wote nzima. Asante sana, tukutane baadaye. Lalo Africa. La lumière d'Afrique.